Bwana Yesu asifiwe tena. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi kingine ambacho Mungu ametupa neema kwa ajili ya kupata nafasi ya kujifunza, lakini pia na kuomba kwenye kile ambacho Roho Mtakatifu amekuwa akitufunulia. Na tumekuwa tukitembea na somo juu ya Bwana, naomba nifunulie neema yako. Na kwenye kipindi kilichopita tulikuwa tumezungumza juu ya gharama za kulipa ili uweze kutunza na kutembea kwenye neema yako. Na tuliangalia gharama moja ambayo ni gharama ya utii. Na leo nataka tuangalie gharama ya pili. Kwenye gharama ya pili ya mambo yatakayoweza kusaidia kutunza na kutembea kwenye neema yako. Kitu gani kingine unatakiwa kuwa nacho baada ya utii? Na leo nataka tuangalie kipengele au jambo la unyenyekevu. Kwa jambo la pili litakayoweza kusaidia kutunza na kutembea kwenye neema yako ni kuwa mnyenyekevu. Kuwa mnyenyekevu. Na nikukaribishe sana mahali popote ulipo. Karibu sana kwa ajili ya kujifunza neno la Bwana. Karibishe pia na mwingine ambaye ungetamani na yeye aweze kufaidika na mafundisho haya. Mtumie message, mpigie simu, mwambie tayari tumeanza kipindi, ni saa 4 sasa, mwalimu yuko hewani. Karibu tushiriki pamoja. Lakini pia wengine waweze kusubscribe ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Mahali kokote ulipo, karibu tuweze kushiriki ibada hii. Nami nataka nimshukuru Mungu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Sifa na utukufu na heshima Mungu ni za kwako. Asante kwa ajili ya mkono wako na nguvu zako. Asante kwa ajili ya neema ambayo umetupa Bwana ya kujifunza neno lako ambao ndani yake lina maarifa, ndani yake lina ufunuo, lina hekima, lina ufahamu kwa ajili ya kutusaidia namna ya kutunza na kutembea kwenye zile neema ulizotupa. Bwana, tunakushukuru. Na asante kwa ajili ya siku ya leo na kile ambacho Mungu umekiandaa kwa ajili yetu. Nasi watoto wako tuko tayari kula na kunywa kile ambacho Bwana umekiandaa kwa ajili yetu. Nami mtoto wako na mtumishi wako ninanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Ninaomba uvuvio wa Roho Mtakatifu na nguvu zako. Nijalie kulinena neno lako jinsi nipasavyo, kwa hekima na maarifa na kwa ufunuo na kwa mtiririko na kwa utulivu ule unaotoka kwako. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu ya uwepo wako katikati yetu. Achilia ufunuo mpya kwa siku ya leo. Funua akili zetu tupate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya ukuu wako na uaminifu wako. Mkono wako mwema Bwana Mungu na uwe pamoja nasi tunapoendelea na kujifunza neno lako. Mafuta yako na neema yako ifundishayo na viwe pamoja nasi. Ulivuvie neno lako lipate kuwa na nguvu katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Jambo ambalo tunalitazama leo ambalo ni jambo la pili litakalo kusaidia uweze kutunza na kutembea katika neema yako ni kuwa mnyenyekevu. Kipindi kilichopita tuliangalia kuwa mtii. Kipindi hiki tunaangalia kuwa mnyenyekevu. Moja ya kitu ambacho neema huwa inadai ni unyenyekevu. Moja ya kitu ambacho neema huwa inadai kwa mtu ni huyu mtu kuwa mnyenyekevu. Takuonyesha mistari kadha wa kadha tunapojifunza jambo hili la unyenyekevu. Na wakati mwingine kwa sababu hatujafundishwa kwa upana juu ya kitu kinachoitwa unyenyekevu. Mtumishi mmoja ambaye ni baba kwangu wa kiroho wana kawaida ya kusema kwamba unyenyekevu sio kunikanyaga alafu ninyamaze. Ukinikanyaga na kwambia umenikanyaga, ondoa mguu. Kwa sababu kule kunyamaza, kuvumilia maumivu ambayo ningeweza kusema haimaanishi kwamba ndio mnyenyekevu. Akiwa na maana ya kwamba kuna watu wanafikiri unyenyekevu ni kuwa mkimya. Kwamba hata unapokutana na jambo ambalo ni la kukuumiza, ambalo ungeweza kusema, ambalo ungeweza kumwambia yule anayelifanya kwamba hicho ulichofanya umeniumiza. Wao wanafikiri unyenyekevu ni kule kunyamaza.
na kuvumilia kila kitu hata kama ni kibaya. Hapana, unyenyekevu sio kunyamaza. Na ndio maana unaposoma Biblia, mwalimu wa unyenyekevu ambaye ni Yesu, si kila mahali alinyamaza. Kuna mahali pengine alijibu. Kuna mahali pengine aliwaambia watu hii sio sawa. Ni mnyenyekevu. Kwa unyenyekevu haumaanishi kuwa kimya na kujikunyata. Unyenyekevu wakati mwingine watu wameutafsiri kama tunapoenda madhabahuni. Madhehebu yetu mengi tunaposogea pale mbele madhabahuni lazima uiname namna hii. Kwa watu wengi wanafikiri kufanya namna hii ule ndio unyenyekevu. Lakini unaweza ukainama namna hii lakini kwako isihesabike kuwa unyenyekevu. Na wengine wanafikiri labda unyenyekevu ni kuongea polepole. Sio kila anayeongea polepole au anayeongea taratibu ni mnyenyekevu. Ni mnyenyekevu. So unyenyekevu ni nini? Nataka nikupe maana moja kwa tafsiri tunayoenda nayo. Maana moja kwa tafsiri na mtiririko tunayoenda nao itakusaidia sana kukuweka mahali pazuri kwenye kitu cha unyenyekevu. Unyenyekevu ni tabia. Unyenyekevu ni tabia. Ni tabia inayokutengenezea moyo wa kukubaliana na mapenzi ya Mungu. Kwa lugha nyingine ningesema unyenyekevu ni tabia ya moyo ya kukubaliana na mapenzi ya Mungu. Unyenyekevu ni tabia ya moyo katika kukubaliana na mapenzi ya Mungu. Takuonyesha mifano ili uweze kulielewa hili jambo vizuri. Unaweza ukawa katika namna ya kawaida ni mtu ambaye unapoenda kanisani unaenda ukiwa taratibu sana. Unaenda ukiwa umefunga mikono. Ukisogea pale mbele unainama namna hii. Na kwa kweli uwaga unaongea taratibu, we ni mkimya kiasi ambacho hata watu wakikugusa vibaya hauongei chochote, haumwambia lo kwamba umeniumiza kwenye hili, na wewe unafikiri huo ni unyenyekevu. Na unaweza ukafikiri ni namna hiyo, lakini kama moyo wako hauna tabia ya kukubaliana na mapenzi ya Mungu, huo sio unyenyekevu. Sio unyenyekevu. Kwa sababu unyenyekevu wenyewe ni tabia ambayo inajengeka moyoni, ambayo inaufanya moyo wako uwe tayari kukubaliana na mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu. Sasa twende tuanze kuangalia taratibu hili jambo. Cha Mathayo ile sura ya 11 na ule mstari wa 29. Mathayo sura ya 11 na ule mstari wa 29. Biblia inasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Taka uone hiyo. Anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hapa nataka uzione tabia mbili. Tabia ya kwanza ni tabia ya upole ambayo inaambatana na tabia ya unyenyekevu. Yesu anasema hivi, mjifunze kwangu. Kwa hiyo swala la mtu kuwa mnyenyekevu ni kitu cha kujifunza. Hakiji automatic tu kwamba kwa sababu nimeokoka tayari nishakuwa mnyenyekevu. Hapana. Kwa sababu ni mtumishi tayari nimeshakuwa mnyenyekevu. Hapana. Ni kitu cha kujifunza. Maana anatakiwa akae darasani, ajifunze namna ya kuwa mnyenyekevu. Namna ya kuwa mnyenyekevu mpaka ifike mahali ijengeke kuwa ni tabia. Mwalimu mmoja akasema si tu kwamba unyenyekevu, lakini unatakiwa ufike mahali unyenyekevu liwe ni vazi. Liwe ni vazi. Na watu wengi wanafikiri nikisha kuwa mtumishi basi tayari nimeshakuwa mnyenyekevu. Nikishaokoka basi tayari nimeshakuwa mnyenyekevu. Na hata jamii, watu wanapowatazama, wapendwa wanapomtazama mtu aliyeokoka, wapendwa wanapomtazama mtumishi, hawatarajii kuona kiburi ndani yake. Lakini wasijue ya kwamba huyu mtu inawezekana kweli ameokoka,
huyu mtu ni mtumishi kweli, lakini hajakaa kujifunza kuhusu unyenyekevu. Hajakaa kujifunza ili kujenga tabia. Kwa sababu gani? Kila unachojifunza kinakujengea ndani yako aina fulani ya tabia kulingana na unachojifunza. Kwa hiyo niseme tena, sema hivi, kila unachojifunza kinakujengea ndani yako aina fulani ya tabia kulingana na unachojifunza. Kwa mtu akianza kujifunza kuhusu unyenyekevu kutoka kwa Yesu, automatically ndani yake kunaanza kujengeka tabia ya unyenyekevu. Lakini kama hajajifunza, hiyo tabia haijengeki. Ndio maana Yesu anasema mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa nataka uone hizi tabia mbili pia huwa zinaenda pamoja. Tabia ya upole na unyenyekevu zinaenda pamoja. Maanake huwezi kumkuta mtu mnyenyekevu ambaye ni mkali. Anaweza kukaripia lakini sio mkali. Na ndio maana Mungu katika sifa alizonazo tumeuona ukali wake kwenye Biblia, lakini kwenye sifa alizonazo hauoni akitajwa kwenye sifa ya ukali. Hauoni. Tunamwona anatajwa kama Mungu wa rehema, Mungu mwenye huruma. Lakini huyo Mungu mwenye huruma alipiga watu 3,000 walianguka mara moja. Ndani ya dakika moja watu 3,000 wakafutika. Alafu maandiko anasema ni Mungu mwenye huruma. Hayamsemi katika sifa fulani. Maana yake ni mpole lakini anaweza kupiga. Ana huruma lakini anaweza kuadhibu. Ana rehemu lakini anaweza kuachilia ghadhabu yake. Anaweza kuachilia. Kwa eneo la namna hii la unyenyekevu na upole ni kitu vinavyoenda pamoja. Kwa huyu mtu ambaye, kwa sababu ukali ni tabia. Ukali ni tabia. So hatutakiwi kuwa na tabia ya ukali, ijapokuwa tunaweza kukaripia. Na ndio maana kwenye Biblia Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia onya, karipia. Karipia. Lakini ameanza kwa kumwambia kwa habari ya upendo, kwa habari ya upole, kwa habari ya kiasi, alafu anamwambia onya, karipia. Kwa sababu ile kwamba ni mpole, ile kwamba ni mnyenyekevu, haina maana kwamba natakiwa kunyamaza ninapoona mambo hayaendi vizuri. Natakiwa kunyamaza napoona mambo hayajakaa vizuri, wakati natakiwa kukaripia. Mahali pa kukaripia, anatakiwa kukaripia pamoja na kwamba ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hii tabia ya upole na unyenyekevu wa moyo wa Yesu alio nao ni kitu ambacho tunajifunza kila siku. Tunajifunza kunyenyekea kila siku. Tunajifunza kunyenyekea kila siku. Na somo la unyenyekevu liko ndani ya neema. Liko ndani ya neema. Na ndio maana huwezi kujifunza unyenyekevu kama utembei kwenye neema yako. Huwezi kujifunza. Watu wote unaoona wana unyenyekevu na mpaka wanasema mtu fulani ni mnyenyekevu, ni kwa sababu anatembea kwenye neema. Ndani ya kule neema ndiyo inayomfundisha unyenyekevu. Na automatically akishaanza kuwa mnyenyekevu, kitu cha upole kinaanza kuonekana ndani. Katika kuzungumza kwake, katika kuenenda kwake, kuna upole fulani anao. Kuna upole anao. Sasa maandiko yanasema kitabu kile cha Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Tusome tena hapa. Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Amejaa neema na kweli. Nataka uone kitu kingine hapa. Neema na kweli vinaenda pamoja. Amejaa neema na kweli. Neema na kweli vinaenda pamoja. Huyu aliyejaa neema na kweli alikuwa mnyenyekevu, ambaye ni Yesu. Na ndiye anayesema mjifunze kwangu. Jifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, lakini amejaa neema. Kwa nini alilazimika kuwa mnyenyekevu? Kwa sababu kazi mojawapo ya unyenyekevu ni kutunza ile neema ulio nayo. Kutunza neema ulio nayo. Ndio maana maandiko yanasema Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Huwapa wanyenyekevu neema. Kwa neema inapokuja, Mungu anapokuachilia neema yake,
anategemea uanze kujifunza kuwa mnyenyekevu ili kutunza ile neema aliyokupa. Na ndio maana kwa mtu anayeitwa Paulo, maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa 7, na kwa sababu ya wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba mjumbe wa shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa hiyo neema ilipokuja kwake ilimpa kuwa na mafunuo makubwa sana kuliko watu wengine, ambayo kwa sababu ya mafunuo alionayo yangeweza kumfanya kuwa na kiburi. Ndio maana anasema nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa Mungu akahakikisha anamdhibiti Paulo asije akajivuna kwa sababu ya wingi wa mafunuo alionayo kupita wengine wale waliomtangulia. Akampa mwiba mjumbe wa shetani ili ampige Paulo asije akajifunza, asije akajivuna. Yule mjumbe wa shetani, ule mwiba ulikuwa ni kwa ajili ya kumfundisha Paulo kuwa mnyenyekevu, kwa ajili ya kumlazimisha Paulo kuwa mnyenyekevu, kwa sababu neema huwa haikai mahali penye kiburi. Neema haikai mahali penye kiburi. Neema inapokuja itaanza kukufundisha kuwa mnyenyekevu, itakulazimisha kuwa mnyenyekevu, na ikiona umekataa inaondoka, inakuacha, kwa sababu neema na kiburi haviendi pamoja. Neema inakuja, unapaswa kujifunza kuwa mnyenyekevu. Ukianza kiburi, ile neema inaondoka. Na kumbuka tulikotoka, neema ikiondoka unapoteza vyote ulivyokuwa navyo. Hata binti amechumbiwa, ameolewa kwa neema, ameingia ndani ya ndoa, akaanza kiburi, anapoteza ndoa. Hata kama huyo mwanaume alimpenda kwa kiwango gani, atamwacha kwa sababu ya kiburi. Atamwacha kwa sababu ya kiburi. Sio kwamba uzuri hana, uzuri anao, shepo anayo, rangi anayo nzuri kabisa, macho anayo mazuri kabisa, lakini kwa sababu ya kiburi. Unamkumbuka dada anaitwa Vashti, kilichomuondoa kwenye nafasi kwa sababu ya kiburi, mume wake alimwambia njoo, yakagoma kuja. Na ukitaka kuelewa pale kilipaswa utii, hata kama Ahasuero alichokifanya kilikuwa sio kitu kizuri cha kumleta mke wake apite mbele ya watu wamuone Malkia alivyo uzuri wake, waone mguu wake, waone shepu yake, waone rangi yake, waone macho yake. Hakikuwa kitu kizuri kibinadamu, lakini Vashti hakutakiwa kataa. Kwa nini? Kwa sababu aliyeongea ameongea kwenye mamlaka. Amemuita, asema mfalme Ahasuero akaandaa karamu kwa watu wake, alafu akasema Vashti aje apite hapa mbele. Vashti akakataa, akakosa utii, akaondolewa kwenye nafasi, pamoja na kwamba alikuwa mzuri. Na ndio maana Ahasuero alikuwa na ujasiri wa kujisifia. Inamaanisha alikuwa mzuri. Kama angekuwa sio mzuri asingejisifia, lakini kwa sababu ya kiburi, kiburi kamuondoa kwenye nafasi. Na wanaosoma Biblia wanaelewa huyu anayeitwa shetani alikuwa anaitwa Lucifer, kerubi afunikae, malaika anayeongoza sifa, anayesimamia malaika wengine. Kilichomuondoa kwenye nafasi ni kiburi, kukosa unyenyekevu. Maandiko yanasema vyombo vya sifa vilipoonekana ndani yake, moyo wake ukainuliwa, akawa na kiburi, akaondolewa kwenye nafasi. Akaondolewa kwenye nafasi. Kwa moja ya kitu cha kutunza sana mtu wa Mungu ni swala la kuwa mnyenyekevu. Kwenye neema Mungu aliyokupa, jifunze kuwa mnyenyekevu. Maanake jifunze kukubaliana na mapenzi ya Mungu kwanza, kabla na mapenzi ya kwako mwenyewe. Utaelewa Yesu alipokuwa pale Getsemane. Maandiko yanasema Yesu wakati akiwa Getsemane aliomba kwa babake. Alichokuwa naomba anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Mbingu zilinyamaza. Alipobadilisha akaanza kuomba kitu cha mapenzi ya babake, akasema, walakini si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Mbingu zikajibu. Na ndipo unapokuja kumuona kwenye Wafilipi sura ya 2 mstari wa 8, maandiko yakisema alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijinyenyekeza akawa mtii, naam hata mauti ya msalaba.
Alinyenyekea wapi? Hakunyenyekea wakati yuko msalabani, alinyenyekea pale Getsemani. Maanake alikubaliana na mapenzi ya babake pale Getsemani, kwamba okay, Mungu, kwa sababu ndicho ulichotaka, niko tayari kufanya kile ulichotaka wewe. Akakubaliana na mapenzi ya babake, moyo wake ukawa radhi. Na ndio maana alikuwa anawaambia wenzake, roho yangu, roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Kwa alihakikisha anang'ang'ana pale Getsemane mpaka na mwili wake, sio tu moyo wake, sio tu roho yake, kwamba iko tayari kukubaliana na mapenzi ya babake, lakini pia alihakikisha mpaka na mwili pia unakubaliana na mapenzi ya babake. Aliposhinda Getsemane, swala la msalaba kwake likawa kitu kidogo. Kwa hiyo vita kubwa ya Yesu ya kuuendea msalaba ilikuwa pale Getsemane na sio msalabani. Sio pale msalabani. Vita kubwa ilikuwa Getsemane. Angefeli pale Getsemane, msalabani asingefika. Asingefika. Ila alipovuka Getsemane, msalabani akafika kwa wepesi sana. Unyenyekevu ni kitu ambacho kazi yake ni kutunza ile neema Mungu anayokupa, na inakusaidia kutembea kwenye neema Mungu aliyokupa. Ukipoteza huo unyenyekevu, maana yake unashindwa kutunza ile neema Mungu aliyokupa. Na kwa sababu umeshindwa kutunza, ni rahisi sana hiyo neema ikapotea. Na neema ikipotea, na vyote vilivyokuja na neema pia vinapotea. Angalia kitabu kile cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza, ile sura ya 5, ule mstari wa 5 na wa 6. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 na ule wa 6. Maandiko yanasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kuna vitu vichache nataka uvitazame hapa, na moja ninachotaka uone ni swala la utii. Swala la utii limewekwa upande mmoja. Swala la kutii limewekwa upande mmoja. Manake huyu ambaye hana mamlaka anatakiwa kumtii mwenye mamlaka. Ndio maana anasema, enyi vijana watiini wazee. Enyi wake watiini waume zenu. Enyi watumwa watiini bwana zenu. Enyi watoto watiini wazazi wenu. Alafu na ninyi watoto na ninyi wazazi msiwachokoze watoto. Lakini utii ni kwa upande mmoja, wa mdogo kwenda kwa mkubwa. Na ndio maana kati yetu sisi na Mungu, sisi tunamtii Mungu. Ukisoma kwenye tabia Mungu alizo nazo, hana tabia ya utii, ila tabia ya unyenyekevu anayo. Si kama unaelewa ninachosema? Kwa sababu yeye ndo mwenye mamlaka ya mwisho. Kwa hana mwenye mamlaka kumliko yeye. Kwa tabia ya utii kwake haihitaji, kwa sababu hana mwenye mamlaka kumliko yeye. Kwamba na yeye kuna mtu mwenye mamlaka kumliko yeye, kwa hiyo anatakiwa kutii. Yeye ndiyo yuko top ya mamlaka. Kwa wengine wote tunatakiwa kutii kwake. Lakini tabia ya unyenyekevu anayo. Unajua kwa nini? Kwa sababu mwenye nguvu ndiye anayetakiwa kuwa mnyenyekevu. Kwa sababu gani? Ili ule unyenyekevu unamsaidia kumwekea mipaka ya namna ya kutumia nguvu zake, asije akazitumia nguvu zake katika namna ya kuwaonea watu. Na ndio maana maandiko yanasema Yesu ni mwana kondoo wa Mungu, lakini ni simba wa kabila ya Yuda, alafu ana tabia ya unyenyekevu. Kwa sababu mwenye nguvu ndiye anayetakiwa kuwa mnyenyekevu. Ukisoma kwenye Biblia, hakuna mtu mkuu ambaye alikuwa na kiburi. Watu wakuu wote kuna kitu cha unyenyekevu kinatajwa. Nenda kuanzia kwa Ibrahimu, kuna unyenyekevu ndani yake. Nenda kwa Isaka, kuna unyenyekevu ndani yake. Nenda kwa Yakobo,
kuna unyenyekevu ndani yake. Usisahau unyenyekevu ni tabia ya moyo katika kukubaliana na mapenzi ya Mungu. Ibrahim alikubaliana, alifika mahali akamwambia Mungu, nimemaliza, fanya kile ambacho unataka, mimi nitakuamini wewe. Na maandiko yanasema kwa sababu ya imani yake ikahesabiwa kwake kuwa ni haki. Isaka alipoambiwa usishuke kwenda kule, kaa hapa, fukua visima, panda, akakubali. Yakobo na yeye akaambiwa nenda, usiogope, kule unakoenda nitakuwa pamoja na wewe, akakubali. Ule ni mtu mkuu, ana unyenyekevu ndani yake. Nenda kawaangalie watu ambao sio wakuu. Kina Esau, kiburi kiko ndani yake. Kina Sauli, kiburi kiko ndani yake, kwa sababu sio watu wakuu. Mtu yoyote ambaye ni mkuu kwenye Biblia, kina Elia, unyenyekevu uko ndani yao. Kina Danieli, unyenyekevu uko ndani yao. Kina Yeremia, unyenyekevu uko ndani yao. Yesu mwenyewe, unyenyekevu uko ndani yake. Kina Paulo, unyenyekevu uko ndani yao, kwa sababu ukuu ile tabia ya unyenyekevu huwa inakaa kwa watu wakuu, ili kuwalimiti wasije wakatumia ukuu wao vibaya. Unaweza ukaelewa kilichotokea kwa Nebukadreza. Mungu kamfanya kuwa mkuu, akawa na kiburi. Kitu gani kilichotokea? Akapigwa adhabu, akapelekwa polini, akala majani kama mnyama. Baada ya siku moja kuelewa kwamba Mungu peke yake ndiye Mungu wa kuogofya, alipojifunza kunyenyekea, ufahamu wake ukarudi, na akaandika akasema, Mungu wa Danieli, Meshaki na Abednego, huyu ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa, ndiye Mungu anayestahili kutukuzwa, na wala hapana Mungu mwingine kama yeye, kwa sababu ya unyenyekevu. Kwa hiyo jicheki sasa, unaweza ukaelewa. Kwa hapo ni rahisi tu kujua mtu wewe ni mkuu au sio mkuu. Ukiona ndani yako hakuna unyenyekevu, huo sio mkuu. Wewe ni mtu dhaifu. Ni mtu dhaifu ambaye chochote kinachotokea unataka kushindana, kwa sababu moja ya unyenyekevu inachokusaidia ni kuto kushindana. Na mbona Paulo anaandika kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 5, anasema msifanye jambo lolote kwa kushindana, kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Unyenyekevu unakuondolea kitu cha kutaka kushindana. Na ukikosa unyenyekevu, kila kitu unataka kushindana. Unataka kujionyesha kwamba wewe unajua kuliko mtu mwingine. Unataka kujionyesha kwamba unaweza sana kufanya kazi kuliko mwingine, ili bosi akusifie wewe. Lakini mnyenyekevu huo muda hana. Yeye anajua jukumu langu ni hili, natakiwa nifanye jukumu langu kwa mipaka yangu, nikishamaliza natulia. Bosi atakuja kutoa max. Sihitaji kujipendekeza kwa bosi, kwa sababu unyenyekevu sio kujipendekeza. Na mbaya zaidi, siku hizi watu wakiona haujipendekezi kwao, wanasema una kiburi. Wanafikiri unyenyekevu ni kujipendekeza kwa kila mtu. No, unyenyekevu sio kujipendekeza. Na ndio maana Yesu hakuwa anajipendekeza. Anasema ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Nataka uone hilo neno. Ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Maana yake swala la unyenyekevu ni la kila mtu. Swala la unyenyekevu ni la kila mtu. Sio la mdogo, sio la mkubwa. Mdogo anatakiwa kuwa mnyenyekevu, mkubwa anatakiwa kuwa mnyenyekevu. Ndio maana anasema ninyi nyote, maana yake vijana kwa wazee, wanawake kwa wanaume, mabinti kwa vijana, wote mnatakiwa kuwa wanyenyekevu. Mwenye mamlaka na asiye na mamlaka, wote wanatakiwa kuwa mnyenyekevu. Bosi na mtumwa, wote wawe wanyenyekevu. Baba mnyenyekevu, mtoto awe mnyenyekevu. Kwenye swala la utii, mtoto anatakiwa kumtii mzazi, lakini kwenye swala la unyenyekevu, wote wanatakiwa kuwa wanyenyekevu. Wote wawe wanyenyekevu. Kwa nini? Kwa sababu ya kutunza neema walizo nazo. Baba ana neema kwa ajili ya mtoto, mtoto ana neema kwa ajili ya baba. Kwa wanatakiwa kutunza hizi neema walizo nazo, ili kwamba wasije wakatumia hizo neema vibaya. Na kuna vitu vichache nataka nikupe hapa. Kuna faida kama 4 hivi, faida za unyenyekevu wa neema iliyofunuliwa. Faida za unyenyekevu wa neema iliyofunuliwa. Nataka kutazamishe kama faida 4 hivi, alafu tumalize. Ya kwanza, Mungu kukufungulia mlango wa kuwahudumia wengine kwa kile kipawa ulicho nacho. Ya kwanza, faida ya kwanza ya unyenyekevu,
Mungu kukufungulia mlango wa kuwahudumia wengine kwa kile kipawa ulichonacho. Anasema hivi, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana. Kwa hiyo swala la kuhudumiana, kila mmoja kwa kipawa alichonacho, ni matokeo ya unyenyekevu mtu alionao. Kwa sababu mtu kama hana unyenyekevu kwenye kipawa alichonacho, atajiona yeye ni bora zaidi kuliko mtu mwingine, na kwa sababu hiyo hawezi kuwa tayari kutumia kipawa chake kwa ajili ya kumsaidia mtu mwingine. Lakini mtu aliye na unyenyekevu yuko tayari kutumia muda wake, yuko tayari kutumia kipawa chake, yuko tayari kulipa gharama yeye kwa ajili ya kumsaidia mtu mwingine. Huo unaitwa ni unyenyekevu. Kwa hiyo tuna watu wengi sana ambao wana vipawa ndani yao, tena ni vipawa ambavyo tunavihitaji sana, lakini kuna mlango wa kudumu, kuna mlango wa kutumika umefungwa kwa sababu ya kukosa unyenyekevu. Sababu ya kukosa unyenyekevu. Maana unyenyekevu ndio unaotengeneza mazingira ya kumfanya Mungu akufungulie mlango kuwahudumia wengine kwa ule unyenyekevu ulionao na kwa kipawa alichokupa. Na unajua kwa nini? Mtu akishakuwa na kiburi, Mungu ndo anakuwa wa kwanza kumpinga, kwa sababu roho ya kiburi inaambukiza kwa haraka sana. Inaambukiza kwa haraka sana. Kwa mtu mwenye kiburi akisimama kuzungumza, kila anachokizungumza, akianza kukizungumza kwa kiburi, kinaambukiza kwa wale wanaosikia. Na ndio maana maandiko yanasema Mungu huwapinga wenye kiburi. Wapinga. Anaweka upinzani yeye mwenyewe, ili kwamba huyu mtu asije akawaambukiza watu wengine kile kitu cha kiburi alicho nacho, ile tabia aliyo nayo. Lakini wale ambao wanyenyekevu, Mungu anazidi kuwafungulia mlango wa kuwahudumia wengine, kwa sababu na wao kwa kutumika katika namna ya kutumika kwao kwa unyenyekevu, wanaambukiza kitu cha unyenyekevu kwenda kwa watu wengine. Na ndio maana kuna watu ukiwasikiliza katika kuhudumu kwao, namna anavyofundisha, anafundisha kwa kiburi na majivuno. Wakati mwingine waga ninashangaa sana kwamba kwa nini mafundisho ya leo ya watumishi wengi wa leo, namna wanavyofundisha, anafundisha katika namna ya kukuonyesha hicho anachokijua yeye ndio final. Hakuna tena kitu kingine, hakuna tena ufunuo mwingine, na anakuambia kabisa hao waliosema hivi ni waongo. Kwa hiyo maana yake anataka kutuaminisha ya kwamba yeye alichosema ndio cha kweli. Na Biblia haiko hivyo. Haiko hivyo. Biblia inasema tumepewa kwa sehemu, tunafahamu kwa sehemu. Wewe fundisha kwa ufunuo wako, halafu acha na mwingine naye afundishe kwa ufunuo wake, na mwingine naye aje afundishe kwa ufunuo wake, na mwingine aje afundishe kwa ufunuo wake. Lakini mtu unakuta anakazana, anakwambia ninachokwambia mimi ndo cha kweli. Umeitoa wapi hiyo? Umeitoa wapi hiyo? Haleluya. Kwa nataka ufahamu hicho kitu, jifunze kuwa mnyenyekevu. Kwa sababu unyenyekevu unaonekana katika kuongea kwa mtu, unyenyekevu unaonekana katika matendo ya mtu. Faida ya pili, faida ya pili ya kuwa mnyenyekevu, faida ya pili, kuongezeka kwa kiwango cha neema juu yako. Kuongezeka kwa kiwango cha neema juu yako. Hem, turudi tena pale kwenye ule mstari, anasema hivi, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Lakini Mungu huwapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo kuna neema inayokuja kabla ya unyenyekevu, na kuna neema inayokuja baada ya unyenyekevu. Kuna neema inayokuja kabla ya unyenyekevu, na kuna neema inayokuja baada ya unyenyekevu. Ile neema inayokuja baada ya unyenyekevu ndio hii inayoizungumza hapa, kuongezeka kwa kiwango cha neema juu yako.
Kwa sababu maandiko yanasema tunatoka utukufu hata utukufu, tunatoka nguvu hata nguvu, na hata neema pia, tunatoka neema hata neema. Neema inatakiwa iwe inaongezeka, sio inapungua. Lakini kuongezeka kwa neema kunategemea kunyenyekea kwa mtu, kunyenyekea kwa mtu. Kwa kadiri mtu anavyozidi kunyenyekea, ndivyo neema yake inavyozidi kuongezeka, na kadiri neema inavyoongezeka ndivyo na upako unavyozidi kuongezeka, na kadiri upako unavyoongezeka ndivyo na mafunuo yanavyozidi kuongezeka, ndivyo na kibali kinavyozidi kuongezeka. Lakini vyote vilikoanzia ni kwenye unyenyekevu, kwenye unyenyekevu. Na ndipo utaelewa maandiko yanaposema, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Manake unyenyekevu ni msingi wa mtu kuheshimiwa. Unataka watu wa kuheshimu, jifunze kuwa mnyenyekevu. Ngoja nikuonyeshe huo mstari. Kitabu kile cha Mithali, ile sura ya 15, sura ya 15 na ule mstari wa 33. Mithali 15:33 unasema hivi: kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Alafu angalia bii yake, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Kwa kinachoanza kati ya heshima na unyenyekevu, kinachoanza ni unyenyekevu. Lakini watu wengi wanataka kuheshimiwa bila kuwa na unyenyekevu. Anataka kuheshimiwa kwa sababu ni kiongozi. No, watu hawatakuheshimu kwa sababu wewe ni kiongozi, watakuheshimu kwa sababu ya unyenyekevu ulio nao. Watu hawatakuheshimu kwa sababu una mamlaka. Ukiona watu wanakuheshimu kwa sababu ya mamlaka peke yake, au hawakuheshimu ila wanakuogopa, hiyo inaitwa nidhamu ya woga. Ukiona watu wanakuheshimu kwa sababu ya cheo chako peke yake, ujue hawakuheshimu ila wanakuogopa, na inaitwa nidhamu ya woga. Lakini watu wanaokuheshimu, ile heshima ya kweli ni matokeo ya unyenyekevu mtu alionao. Yeyote aliye mnyenyekevu, watu lazima watamuheshimu, watamuheshimu. Sasa angalia Mithali 18 mstari wa 12. Mithali 18:12 inasema hivi: kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna. Mithali 18:12, kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna. Alafu akasema tena, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Sasa utaelewa kwa nini Mungu alimweka mjumbe wa shetani kwa Paulo ili ampige asije akajivuna kupita kiasi. Kwa sababu majivuno huwa yanaleta uharibifu. Ndio maana anasema kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna. Kwa majivuno yakianza, kinachofuata ni uharibifu. Na utaelewa kwa nini watu wengi wameharibikiwa. Walianza vizuri lakini wakaharibikiwa katikati, kwa sababu kuna kitu cha majivuno kiliingia na wakashindwa namna ya kuenenda. Kile kitu cha majivuno kilipoingia, kikafungua mlango wa uharibifu, ukaja ukaharibu kila kitu kizuri Mungu alichoweka ndani yao. Kila kitu kaharibika. Kwa kadiri unavyozidi kunyenyekea, ndivyo na heshima yako inavyozidi kuongezeka. Watu hawezi kukuheshimu kama una kiburi. Watu hawezi kukuheshimu mpaka umekuwa mnyenyekevu. Faida ya tatu. Faida ya tatu ya kuwa mnyenyekevu: utendaji wa kiungu juu yako. Faida ya tatu ya kuwa mnyenyekevu: utendaji wa kiungu juu yako. Anasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Akisema mkono wa Bwana, maana yake anazungumza juu ya utendaji wa nguvu za Mungu. Huwezi kutembea na kiwango kikubwa cha utendaji wa nguvu za Mungu kama una kiburi. Ngoja niseme tena, nasema hivi: huwezi kutembea na kiwango kikubwa cha utendaji wa nguvu za Mungu kama una kiburi. Na ndio maana ukifuatilia kwenye Biblia, watu wote waliotembea na kiwango kikubwa cha utendaji wa nguvu za Mungu, ndani yao walikuwa na unyenyekevu. Ukimsoma Elia, ukimsoma Elisha, ukimsoma Daudi, ambaye paka Biblia inasema yeyote aliye dhaifu atakuwa kama Daudi. Mtu ambaye katika vita zake zote tangu anaanza katika kuchunga kondoo babake Yese, hakuna vita aliyowahi kushindwa.
mpaka anakuja kumaliza uongozi wake. Hakuna vita aliyowahi kushindwa isipokuwa vita moja tu, ya vita yake na mtoto wake Absalom, na ni kwa sababu ilikuwa ni kwa kusudi la Bwana. Ile ndio vita ambayo Daudi alionekana ameshindwa, lakini vita zingine zote hakuna vita ambayo alishindwa. Mtu shujaa. Kwa nini? Siri ni nini? Unyenyekevu aliokuwa nao. Akatembea na viwango vikubwa vya utendaji wa nguvu za Mungu kwa sababu ya ule unyenyekevu wake. Na unamkumbuka na Musa, viwango vikubwa vya utendaji wa nguvu za Mungu alizokuwa nazo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya unyenyekevu aliokuwa nao na upole aliokuwa nao, mpaka Mungu anamsifu Musa, anasema hakuna mtu mpole katika nyumba yangu kama Musa. Hayuko. Nakumbuka upole unaendana na unyenyekevu. Na unamkumbuka pia na Elisha, watu waliokuwa wakuu, waliotembea na nguvu za Mungu za kutosha, uweza mkubwa wa Mungu ukionekana ndani yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ule unyenyekevu wao waliokuwa nao. Ulikuwa unaruhusu nguvu za Mungu za kiwango kikubwa sana ndani yao, kwa sababu ndani yao, mioyo yao ilikuwa tayari kukubaliana na Mungu anachotaka. Mungu akiwaambia fanya hiki, wanafanya. Mungu akiwaambia fanya hiki, wanafanya. Na kwa hiyo uweza wa Mungu ukatembea nao kwa kiwango kikubwa sana. Lakini angalia watu wenye kiburi waliishia wapi? Hauna mahali walikosogea. Na hiyo nimekupa mifano ya kwenye Biblia, na hata ukija kwenye mifano ya jinsi ya nje kabisa, kwa watu ambao tunawafahamu, kwa sababu ya kiburi, utendaji wa nguvu za Mungu unapungua siku kwa siku, unapungua siku kwa siku, na baada ya muda unaisha, anabaki wa kawaida kabisa, anabaki kuwa mtu wa makelele na story tu, lakini ule nguvu za Mungu zilizokuwa zinatembea na yeye hauzioni tena. Alafu nakuja kusema kwa sababu sasa hivi amechoka, ametumika miaka mingi, kwa hiyo amekuwa mzee. Sikiliza, swala la kutembea na nguvu za Mungu sio swala la uzee. Na ndio maana kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Kalebu, alimwambia Yoshua, sikiliza, kuna kilima fulani naomba unipe, mimi ninaweza kwenda kutamalaki kwenye hichi kilima. Kwa nini? Kwa sababu wakati Musa anatutuma tukiwa na miaka 40, na Musa alipotutuma tulienda kule Misri, tukakimbizana huku na kule, lakini sasa hivi ambapo nina miaka 84, bado ninazo nguvu zile zile kama nilizokuwa nazo wakati ule nikiwa na miaka 40. Manake nini? Swala la Mungu sio ishu, swala la nguvu za Mungu sio ishu ya uzee. Ni swala la unyenyekevu mtu alionao ndani. Kwa nataka udake hichi kitu vizuri. Kama unataka kujifunza kutembea kwenye kiwango kikubwa cha nguvu za Mungu, jifunze kuwa mnyenyekevu. Kwa sababu kadiri unavyozidi kunyenyekea, ndivyo kiwango cha nguvu za Mungu zinavyozidi kuongezeka. Na ndio maana wakati mwingine kuna watu wanafunga na kuomba sana, alafu wanashangaa mbona bado utendaji wa nguvu za Mungu uko kwa kiwango cha chini. Swala la kufunga na kuomba sio kwamba ni baya, ni jambo zuri, lakini likiwa peke yake halitoshi kuamua juu ya kiwango cha nguvu za Mungu kutembea na wewe kama sio mnyenyekevu. Faida ya nne na ya mwisho, tuingie kwenye kuomba. Kuinuliwa na Mungu mwenyewe. Hiyo ni faida ya nne na ya mwisho, kuinuliwa na Mungu mwenyewe. Kile kipengele cha mwisho anasema ili awakweze kwa wakati wake. Kila mmoja kuna wakati wa kuinuliwa kwake. Na angalia anaposema nyenyekeeni ili awakweze kwa wakati wake. Kwa hiyo sikiliza, hata kama wakati wa Mungu kukuinua umefika, lakini kama una kiburi, Mungu hakuinui, anakuacha hapo hapo. Na maandiko yanaposema Mungu kukuinua au kuwapinga wenye kiburi, Mungu anaweza akakuinua kutoka ngazi moja kukuleta ngazi ya 4. Akishakufikisha ngazi ya 4, badala uendelee kunyenyekea ili akuinue kwenda ngazi za juu zaidi, unaanza kuwa na kiburi. Anachokifanya Mungu sio anakushusha kwenda kwenye ngazi ya kwanza. Anakuacha kwenye ngazi hiyo hiyo ya 4, alafu wale waliokuwa chini anawapandisha
wanavuka kwenye ngazi zako. Unaanza kushangaa, hawa si ndo walikuwa kule chini niliokuwa ninawadharau, niliokuwa nawaona hawawezi, niliokuwa nawaona hawafai. Unaanza kushangaa wanapita mmoja baada ya mwingine, wanakupita, mwisho wewe ndo unabaki chini, wao wote wako juu kwa sababu ya kiburi. Ndio maana lazima ujifunze, wakati unasubiri wakati wa Bwana wa kuinuliwa, kuwa mnyenyekevu. Kwa sababu Mungu anapokuja kwenye wakati wa kukuinua, akikukuta una kiburi, anaanza kucheki. Sasa kama bado sijamuinua tayari ana kiburi, je, nikimuinua itakuwaje? Bado sijamuinua tayari ana kiburi, je, nikimuinua itakuwaje? Anakuacha hapo hapo. Kwa wakati wa Mungu kukuinua ni jambo lingine, lakini hali atakayo kukuta nayo ili akuinue, atakuta na hali gani kwenye moyo wako? Je, atakuta moyo wako na unyenyekevu? Hatakuta una kiburi. Akuta una kiburi, anakuacha. Kwa sababu Mungu na kiburi haviendi pamoja. Mungu hapendi kiburi, hana kiburi na hafurahi kiburi, na ndio maana anasema huwapinga wenye kiburi. Neema amekupa yeye. Ukishakuwa na kiburi anakupinga, maanake ile neema haitafanya kazi. Kwa hilo ni jambo la pili litakaloweza kukusaidia kutunza na kutembea kwenye neema Mungu aliyokupa, ni kuwa mnyenyekevu. Jifunze kuwa mnyenyekevu, kwa sababu swala la unyenyekevu ni swala la kujifunza kukubaliana na mapenzi ya Mungu. Na wakati mwingine kukubaliana na mapenzi ya Mungu, Mungu anaweza akayaweka mapenzi yake ndani ya watu. Mapenzi ya Mungu yamefichwa ndani ya watu. Kuna yale yanayokuja moja kwa moja kutoka kwa Mungu mwenyewe, na kuna yale ambayo ameyaweka ndani ya watu. Watu watakwambia kitu ambacho Mungu anakitaka kwako. Je, unakubaliana nacho? Watu watakwambia Mungu asipotaka uende. Je, unakubaliana napo? Watu watakwambia Mungu anapotaka uende. Je, unakubaliana napo? Ili Mungu akuinue kwenye neema aliyokupa, jifunze kuwa mnyenyekevu. Jifunze kuwa mnyenyekevu. Nataka tupate nafasi ya kuomba kwa dakika hizi tulizobakiwa nazo. Mungu aufundishe moyo wako kuwa mnyenyekevu. Mungu akusaidie kuwa mnyenyekevu, kwa sababu tumekuwa na kiburi wengi, na kwa sababu ya kile kiburi tulicho nacho kimetuondolea kabisa sifa za kuitwa wenye neema. Kwa tunatembea na neema ambazo hazitusaidii kwa sababu ya kiburi tulicho nacho. Tunatembea na neema ambazo hazitusaidii kwa sababu ya kiburi tulicho nacho. Ndani tumejaa kiburi, tumejaa majivuno, na yale majivuno yameleta uharibifu. Umepata kazi, umekuwa na kiburi. Biashara inaenda vizuri, umekuwa na kiburi. Umepata mke, umeoa, umekuwa na kiburi. Umepata mume, umeolewa, umekuwa na kiburi. Umefanikiwa tu kidogo kwenye eneo fulani, umekuwa na kiburi. Unaona wote wengine hawafai, hata wale uliokuwa unafanya nao juzi, ambao mlikuwa mnaomba nao, mnalia nao, mnakesha nao, unawaona kama vile hawana maana, wanapoteza muda tu, kwa sababu wewe umeshavuka kwenye hilo eneo. Kwa hiyo unaona wale ambao bado hawajavuka ni kama vile ni wavivu wa kuomba. Hata siku akikwambia Lord, tunaomba uje utusukume tena tuendelee na maombi kama tulivyokuwa zamani, unawaona kama vile hawafai. Unasema anyie sio viwango vyangu, mimi nimeshavuka kwenye hivyo viwango. Kiburi. Kiburi. Na Mungu atusaidie sana kuondoa kiburi, maana kimekwamisha watu wengi sana. Na kama unafuatilia kwenye Biblia utagundua ya kwamba hata kilichomuondoa Lucifer ni kiburi. Kilichomgharimu Sauli ni kiburi. Kutokukubaliana na kile Mungu anachosema sawa sawa na maelekezo yake. Kiburi. Na akapoteza. Na kiburi cha Sauli, hata wakati anaambiwa kwamba ulichokifanya sicho Mungu alichotaka, akaendelea kubisha kwamba hapana, nimefanya kama Mungu alivyotaka. Kwa hiyo unaona moja ya kitu kilichoko kwenye roho ya kiburi ni ubishi. Ubishi. Unapomwona mtu mbishi, nyuma yake kuna kiburi. Anabisha hata kwenye kitu ambacho ni cha kweli. Anabishana kweli kweli kwa sababu ya kiburi alichonacho. Kingine utakuja kuona ujuaji. Kujifanya anajua sana kuliko wengine. Nyewe wengine wote hamjui chochote, yeye ndo anajua kila kitu. Hata akipewa kuongelea jambo fulani, yeye ndiye anayejua.
hata kama mmekaa watu wengi kwamba tuongee kuhusu jambo fulani, wengine wataongea, lakini akija yeye atawaonyesha nyie wote mlichoongea hakina maana. Anachoongea yeye ndo chenye maana. Yeye ndo anajua kuliko nyie wote. Nyie wote hamfai. Kiburi. Na Mungu atusaidie sana kwa habari ya kiburi. Pate nafasi ya kwenda mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba. Mungu akusaidie uwe na unyenyekevu ndani yako. Chochote Mungu anachokupa kwa neema kinatunzwa na unyenyekevu. Unyenyekevu unahitaji gharama ya kujifunza. Mungu akujalie kuwa na unyenyekevu. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana kwa toba juu ya hali ya moyo wako. Mungu apate kukurehemu na akufundishe moyo wako kuwa mnyenyekevu, au fundishe moyo wako kunyenyekea. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya ukuu wako na nguvu zako. Nasi Bwana watoto wako katika jina la Yesu. Mungu tunakuja mbele zako saa hii tena. Baba, umetusemesha neno hili kwa habari ya kuwa na unyenyekevu, kwa ajili ya kutunza ile neema uliotupa, kwa ajili ya kutembea kwenye ile neema uliotupa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunaomba toba mbele zako kwa sababu ya kutokutunza na kutembea kwenye ile neema uliotupa kwa sababu ya kukosa unyenyekevu. Bwana, tunaomba rehema na toba. Mungu, katika jina la Yesu tuko mbele zako. Bwana Mungu, ninaomba katika jina la Yesu tufundishe Bwana mioyo yetu kuwa na unyenyekevu. Ondoa moyo wa kiburi ndani yetu. Ondoa ule moyo mbaya, ule moyo wa majivuno. Ututengenezee moyo wa nyama, moyo wa kupondeka na kunyenyekea mbele zako, ambao ndio dhabihu zinazokupendeza, kama ulivyosema ya kwamba dhabihu ya Mungu ni moyo uliopondeka na kunyenyekea. Wewe Bwana hautaudharau huo moyo. Mungu, katika jina la Yesu nasi tuko mbele zako. Bwana Mungu, tunaomba toba na rehema kwako kwa sababu ya kiburi cha mioyo yetu. Tumekuwa na kiburi, tumekuwa na majivuno na uharibifu umetupata kwa sababu ya kile kiburi tulicho nacho. Bwana, tunaomba toba kwako katika damu ya Yesu. Rikanda rapa kandora ropo koriantara basata repo kosaka tamando rapa kandari kamando kotaya rikandara bashenderebo saka ropo koriantara basaka katika jina la Yesu. Rikamandoko sakanda ropo koriantara bakandora. Mungu, katika jina la Yesu rapa kandara bashata rikandara pasaya ropo koriantara bakandora rikandara bashanda rikamando ropo koriantara basaka katika jina la Yesu rapa kandari kamandoko sika ropo koriantara bakandora rikoko sakandara bashanda. Bwana, rikamandoko sakanda ropo koriantara basaka ripakatamandoko taya riapakatamandoko sakanda. Neema ya unyenyekevu wako Bwana Mungu, katika jina la Yesu tunaleta mioyo yetu kwako. Bwana, tufundishe kunyenyekea. Rikamandoko sakandara bakandora. Bwana, tufundishe kunyenyekea. Ripakatamandoko sakanda ropo koriantara bakandora. Mungu, rikandara bashanda rikamando ropo kosakandara bashanda ripakatamandiko sakatamandora karobo shandara basaka kikatamandeko taya ropo koriantara bakandora. Katika jina la Yesu tufundishe Bwana mioyo yetu kunyenyekea kwako, mioyo yetu kunyenyekea kwako. Ropo sakandara bakandora rikandara bashanda rikamando ropo koriantara bakandora. Tumeleta mioyo yetu kwako. Bwana, tunaomba ututengeneze. Ondoa ule moyo wa kiburi ndani yetu. Bwana, tutengeneze. Ondoa moyo wa ukaidi ndani yetu. Ondoa moyo wa mfupa. Bwana, weka moyo wa unyenyekevu, ule moyo wa
kupondeka na kunyenyekea mbele zako. Rika mandoko sakanda, ule moyo wa kupondeka na kunyenyekea mbele zako. Rapa kanda rabashata, moyo wa kupondeka na kunyenyekea mbele zako. Ripa kanda rabakandora, ropo koria tarabashata, rika mandoko sakanda, rapa kanda rabashata, ropo kosakanda rabakandora, katika jina la Yesu. Ropo kokoria tarabakandora, moyo wa kupondeka na kunyenyekea mbele zako e Bwana. Rikando ropo kosakamando, ropo koria tarabakandora, katika jina la Yesu. Rapa kanda rabashata, rika mandoko sakamando, ropo koria tarabashata, ripa katamandoko taya, ni katika jina la Yesu. E Bwana, watoto wako Mungu, kuna mahali tunatamani kuvuka lakini kiburi kimetukwamisha. Rika mandoko sakandara bashata, ingilia kati e Bwana, tengeneza hiyo mioyo, ondoa hicho kiburi, ondoa ukaidi, ondoa ugumu wa moyo. Achilia e Bwana moyo wa toba, moyo wa unyenyekevu, moyo wa kupondeka na kuvunjika mbele zako Mungu, katika jina la Yesu. Rika mandoko saka, ropo koria tarabakandora, rikandarabashanda rikamando, ropo kosaka tamandoko taya, riko koria tarabakandora, repo kosaka tamandora, rikandarabashanda, ripa katamandoko taya, ni katika jina la Yesu. Ropo kosaka ndarabashata, katika jina la Yesu. Rapa kandarabashata, ropo koria tarabakandora, riko koria mando kosakanda, rapa kandarabashata, rikandaraba sakamando, ropoko sakandaraba kandira, ripakata mandoko taya, riapakata mandoko sakanda. Mungu, katika jina la Yesu. Ropoko sakatamando, ropoko riantaraba sata, rikandaraba shandari kamandora, ropoko riantaraba sika, ripakata mandoko taya, ni katika jina la Yesu. Ropoko sakandaraba shanda, katika jina la Yesu. Yes Lord. Mungu liye hai, katika jina la Yesu tunakubariki na kukutukuza e Bwana. Watoto wako Mungu, tunasema asante kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo umetusemesha tena siku ya leo, na asante kwa kutuhudumia. Asante kwa upako wako, asante kwa ufunuo wako, asante kwa mafuta yako, katika jina la Yesu Kristo. Libarikiwe na kutukuzwa jina lako e Bwana. Asante kwa ajili ya watoto wako, kila mmoja ambaye anafuatilia mahali aliko, na namna ambavyo Bwana umemgusa kwa neno lako, namna ambavyo unamvusha kwa neno lako. Mungu, tunakushukuru kwa ajili yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. E Bwana, nami ninaomba kwa ajili ya watoto wako hawa. E Bwana, mkono wako mwema na uwe pamoja nao, na nguvu zako ziweze kuwasaidia, katika jina la Yesu. Kila mmoja e Bwana kwa uhitaji alio nao, anapoambatanisha maombi haya na sadaka yake anayoiachilia e Bwana kwenye madhabahu yako, nami ninaomba katika jina la Yesu, Mungu kamuonekanie kwa ile sadaka yake anayoiachilia kwenye madhabahu yako. Uweza wako na nguvu zako zikadhihirike, na kwake alipokuwa amekwama asikwame tena, akavuke katika jina la Yesu. Alipokuwa ameshindwa asishindwe tena, akainuke na kusonga mbele katika jina la Yesu. Uweza wako na nguvu zako e Bwana, na neema yako ikafunuliwe na kwake, ili aweze kufaidika na hiyo neema ambayo umempa, na kwa kupitia Bwana utii wake kwenye sadaka yake, ukamfundishe kuwa na unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Na mkono wako e Bwana usipunguke kwake, ukamsaidie katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, e Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya uaminifu wako e Bwana. Mungu, asante kwa sababu ya ukuu wako na nguvu zako. Neema yako na izidi kuongezeka kwenye hii madhabahu na mkono wako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, na kila mmoja kwa ajili ambaye anatumika pamoja nasi kwa ajili ya kutoa taarifa, katika jina la Yesu Kristo. E Bwana, usimsahau na yeye, usimpite na yeye mahali aliko. Baraka zako ulizoziweka kwenye hii madhabahu e Bwana ziwe pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anafuatilia mafundisho haya mahali kokote aliko e Bwana. Mungu usimsahau, mkono wako uwe pamoja naye, katika jina la Yesu, kwamba ni mfanyakazi
kwamba ni mkulima, kwamba ni mfugaji, kwamba ni mfanyabiashara, Bwana, kwamba ni mtumishi wako. Mkono wako na uwe pamoja naye, uwepo wako na nguvu zako na neema yako Bwana, na ikafunuliwe kwake. Zile baraka za kufunuliwa kwa neema yako Bwana ziwe pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Nguvu zako zipite kwa anayesikiliza, aliye mgonjwa mahali kokote alipo, uponyaji wako upite. Nami natamka kwa neno la Bwana, pokea uponyaji mahali ulipo katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zinazoponya zishuke juu yako, zikuponye kwenye huo ugonjwa katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Uwe mzima tangu sasa kwa jina la Yesu, na huo ugonjwa utoeke sasa na ukuachilie kwa jina la Yesu. Nguvu za giza zilizokukamata, zilizokushikilia, zikuachie sasa. Toka, achia kwa jina la Yesu. Toka, achia kwa jina la Yesu. Toka, achia kwa jina la Yesu. Uwe mzima tangu sasa kwa jina la Yesu. Mungu, asante kwa uaminifu wako. Sifa na utukufu na heshima ni za kwako, katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Mungu akubariki kwa ajili ya kuwa pamoja nasi kwenye siku ya leo. Tena kukaribisha tena kwa ajili ya siku nyingine. Muda wetu ni ule ule, kuanzia saa 4 mpaka saa 5. Tunakutana kwa ajili ya kujifunza na kuomba, lakini usiache pia kutoa sadaka yako ambao Mungu anakusemesha kwenye namba zinazopita hapo kwenye skrini yako, kwa ajili ya kuwezesha kazi ya Bwana iweze kusonga mbele, na Mungu awakubariki. Amen.